Katika dunia ya leo, sio kila mtu ana ndoto ambayo anaweza akaijenga. Wengi wetu tuna ndoto lakini kuijenga ni ngumu. Lakini tofauti na kwa Bwana Faraja, yeye amekuwa na ndoto na ameweza kuijenga mpaka imefikia hapa sasa hivi. Nilipopata nafasi ya kuifahamu Dan-G Group na shughuli ambazo zinafanywa kupitia chapa ya Tajiri Ng'ombe, niliona ni kitu ambacho wengi hawajakiona bado. Niliona biashara inayogusa maisha ya kila siku, niliona biashara yenye mzunguko wa kudumu, na pia niliona biashara inayoweza kuunganisha watu wengi kwenye mlolongo mmoja wa thamani, na niliona biashara yenye nafasi kubwa ya kukua kwa nidhamu na mwelekeo sahihi. Watu wengi huona ng'ombe ni kama nyama, lakini wenye maono huona kama ni mtaji, biashara, ajira, chakula, thamani, fursa, tena ni ya muda mrefu. Na hiyo ndio tofauti ya mawazo ya kawaida na mawazo makubwa. Kupitia Tajiri Ng'ombe nimeona mfumo unaogusa maeneo mengi muhimu kwa wakati mmoja. Nimeona uwezo wa kununua ng'ombe kwa umakini, nimeona uwezo wa kuongeza thamani kupitia kunenepesha kwa ubora, nimeona uwezo wa kusambaza nyama kwa viwango vinavyohitajika na soko la leo. Na pia nimeona uwezo wa kujenga imani kati ya muuzaji na mnunuzi. Wa mwisho kabisa, hii si biashara ya upande mmoja. Hii ni biashara inayomgusa mfugaji, inamgusa mfanyabiashara, inamgusa msambazaji, inagusa sekta ya hoteli na huduma, inagusa soko la rejareja, na inagusa kesho ya biashara kubwa ya Kitanzania. Ndio maana nilipoitwa kuwa sehemu ya safari hii siku sita wala sikuwa mzito. Sikuangalia jina tu, pia niliangalia misingi, niliangalia umakini wa mwanzilishi Bwana Faraja, niliangalia namna ya manunuzi yanayofanywa, niliangalia nidhamu ya timu, niliangalia mwelekeo wa biashara. Na nikajua wazi kuwa hii ni safari inayostahili kuungwa mkono 100%. Leo ninaposimama hapa, nataka niseme jambo moja kwa uwazi kabisa. Tajiri Ng'ombe si chapa ya kupita. Ni chapa inayoweza kuwa mfano wa kuigwa, ni chapa inayoweza kujenga imani mpya kwenye sekta hii. Ni chapa inayoweza kuonesha kwa biashara ya Kitanzania inaweza kuwa yenye mpangilio, yenye heshima na yenye uwezo wa kukua. Na hilo linaanzia kwa uongozi. Kuna watu wanaendesha biashara kwa bahati, kuna watu wanaendesha biashara kwa mazoea, lakini pia kuna watu wanaendesha biashara kwa maono. Faraja yeye anaonesha kwa maono, anaonesha kwa mazoea wala kwa urahisi. Tukupongeze kwa hilo bro. Kwa hatua mnazoziona leo si bahati tu peke yake. Ni maandalizi yaliyofanywa kwa muda mrefu sana kupitia chapa ya Tajiri Ng'ombe na kampuni ya Dan-G. Kwa yote anayefuatilia kwa macho ya ushirikiano anaelewa kuwa safari nzuri huanza pale ambako watu sahihi wanakutana. Kwa yote ambaye anafuatilia kwa macho ya soko anaelewa mahitaji ya bidhaa muhimu hayaishi. Na kwa yote anayefuatilia kwa macho ya kesho anaelewa kuwa huu ni wakati wa kuangalia kwa ukaribu zaidi. Kuanzia leo nimekubali kubeba jukumu hili kwa heshima, kwa kujitolea kikamilifu zaidi. Nitatumia uwezo wangu wa mtandao, nitatumia uwezo wangu wa mahusiano, nitatumia muda wangu na nguvu zangu kuhakikisha chapa hii ya Tajiri Ng'ombe inafika sehemu inayostahili. Tutajenga uwepo mkubwa, tutajenga kuonekana zaidi, tutajenga imani, tutajenga milango mipya, tutapanua mazungumzo mapya kila tunapoenda tunazungumzia Tajiri Ng'ombe na vitu vinavyofanya kwa pamoja. Ninaposema milango namaanisha milango ya thamani, ya ushirikiano, ya heshima, ya soko na hatua kubwa zaidi zinazokuja. Kwa wanaouza ng'ombe, huu ni wakati kuona mshirika mwenye mwelekeo. Na kwa wanaonunua ng'ombe, huu ni wakati wa kuona mfumo wenye imani. Kwa wanaofuata usambazaji wa nyama wenye muendelezo wa ubora, huu ni wakati wa kuona viwango vipya. Kwa wanaopenda kuona biashara ya Tanzania zinakuwa, huu ni wakati wa kushuhudia, wa kuwa shuhuda, kuangalia biashara inayokuwa zaidi hapa Tanzania. Na kwa wale wanaojua kusoma alama kabla wengine hawajaelewa, mnaelewa tayari kinachoendelea, kinachokuja kuonekana mbele.
Nina furaha kuwa sehemu ya sura hii mpya, na nina imani miaka ijayo watu wengi watasema kulikuwa na siku ambayo hatua kubwa ilitangazwa kwa utulivu, na leo ndio siku hiyo ambayo tumetangaza Tajiri Ng'ombe kwa utulivu sahihi kabisa. Asante sana. Nianza na changamoto ya upande wa unenepeshaji wa wanyama, ama upande wa changamoto katika upande wa soko la nyama. Changamoto ya kwanza ni uelewa kwa wafugaji. Wafugaji wengi wanafuga kienyeji, wanafuga katika hali ya kwa kumiliki ng'ombe. Sio wamejiandaa, nafikiri mazingira jinsi yalivyo, kwamba itafika wakati ambao soko litabadilika kwamba ng'ombe itakuwa ni bidhaa adhimu. Sasa wakati nchi za wenzetu zinakuwa zinaonyesha kwamba uhitaji wa nyama ni mkubwa na chakula kikuu ambacho wanakuwa wanategemea kwa nchi za wenzetu, ambapo hata hapa pia nyama ni chakula muhimu. Nyama ni kitu mojawapo. Sasa ng'ombe wengi wanafugwa vijijini. Ng'ombe wanapofugwa vijijini wanafanyishwa shughuli mbalimbali. Ng'ombe anaweza kaa analimishwa, wanavuta mikokoteni, anafanya vitu mbalimbali. So wakati mtu anataka kuja kumuuza yule ng'ombe, anakuja kumuuza kwa sababu ana shida ya kusolve tatizo lake, aidha kulipa ada, aidha kutaka kulima na kadhalika. Sasa wakati anauzwa kulingana na shida iliyotokea, sio kwa kuwa aliandaliwa kwa ajili ya kuja kuuzwa. Na hapo ndipo fursa ya unenepeshaji inapokuwa inatokea, kwamba badala ya kuwa ng'ombe wanakuja kuuzwa kwa ghafla kutokana na shida ambayo upo mfumo wa fattening ambao sasa mtu anakuwa anafanya unenepeshaji kwa lengo mama la kwamba hawa ng'ombe baada ya siku kadhaa watakuja kuuzwa. Kwa hiyo kuanzia chakula chake, mazingira yake ya kulala, vinywaji, vitu ambavyo ng'ombe anakuwa anakunywa, lakini pia chanjo na tiba mbalimbali anazokuwa anapewa ni kwa ajili ya mtiririko wa kumwandaa moja kwa moja kuwa ng'ombe wa nyama. Kwa hiyo soko la nje linapokuja kulalamikaga kwamba nyama za kwetu hazina ubora kutokana na ng'ombe wengi hawajaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa nje. Lakini still bado watu wanaendelea kuwa wanafanya biashara, kwa sababu hususan hao ambao tayari wanafahamu procedures za unenepeshaji, ambao wamejiandaa moja kwa moja kwa namna ya kukabiliana na soko, hiyo sio ina changamoto. So changamoto iko katika upande huo. Lakini pia changamoto nyingine hapo kwenye unenepeshaji, wapo watu ambao wakati wanaanza kunenepesha sio wanakuwa na maarifa sahihi ya namna ya unenepeshaji, kwa sababu kitu chochote kinavyokuwa kimekuja kipya ama ndivyo kinaanza kusambaa, ama fursa yote inakuja huwa ina changamoto mbalimbali. Changamoto mbalimbali huwa ikiwemo ni uelewa wa namna ya kukabiliana na hiyo fursa. Sasa ng'ombe ambao wananenepeshwa ambao pia nyama yake inaweza kawa ina tatizo ni wale ambao huwa wamenenepeshwa kwa kuwekwa madawa mengi. Ng'ombe anatakiwa kunenepeshwa kwa chakula, lakini wapo watu ambao wanakuwa wanafanya kwa kumnenepesha kwa madawa. So wanapokuja kumpima wana reject kwa sababu nyama ina madawa mengi kuliko ambavyo imeandaliwa kuwa chakula kwa kiwango kikubwa. Na madawa yale yanakuwa yana side effect kwa namna nyingine. Kwa mfano, nipigie kwa mfano wa kawaida kwamba inawezekana mtu mwenye pressure haruhusiwi sio inapendezwa akanywa kinywaji cha energy, lakini sio kinywaji cha energy ni kibaya. Sasa hata kwenye nyama kwamba unaweza kutumia madawa mengine ambayo yakawa na side effect kwa upande wa mlaji wa mwisho, ndio maana huwa inakuwa rejected. Mimi nisingekuwa nina cha kushauri kwa kiwango kikubwa, kwa sababu najua kwamba mambo mengi mazuri yanafanywa na mambo mengi mazuri yameendelea kuwa yanafanywa kila siku. Nafikiri kungekuwa kuna namna ya kuwa wanaandaa mafunzo mbalimbali, hususan Wizara ya Kilimo na Ufugaji, kuwa wanaandaa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwafundisha wakulima na wafugaji ni namna gani ya kuendea soko jinsi lilivyo. Lakini pia kuwapa fursa mbalimbali ya masoko, kwa sababu nje sio kila mtu anaweza aka afford au akajua kwamba anaweza akafanya mchakato gani wa kufanya au kitu cha kufanya mpaka kuhakikisha amefikisha nyama nje. Kwa hiyo kukosekana kwa maarifa na taarifa sahihi za ufanyaji wa hiyo biashara, hususan kwa soko la nje, changamoto inakuwa iko hapo. Kwa hiyo serikali nafikiri yenyewe inaweza ikafanya kupitia Wizara ya Kilimo na Ufugaji ikafanya hiyo issue, wakatoa mafunzo mbalimbali, lakini pia Wizara ya Biashara na Viwanda wakawa wanatoa mafunzo pia mbalimbali ya namna gani biashara za ndani ya nchi na nje ya nchi zinatakiwa kuwa zinakabiliwa na watu kutumia fursa mbalimbali ambazo zinakuwa zinapatikana. Pengine sasa kwa wakulima wa Tanzania wanaotazama hasa wa kwanza kufuga, unawaambia nini kama Danji kwa mwaka huu au waweza mwakani, mmeandaa kitu gani special kwa ajili yao? Maana yaweza ni training, mmepanga kuwafikia wakulima wangapi, mmepanga kuwawezesha vitu gani? Hebu tumia mwanya huo pia kuzungumza. Sawa, sisi kama Danji tulichojipanga kuanzia sasa ni kwamba
maeneo ambayo tunakuwa tunadili nayo katika kuwa wao ni wateja wetu kwa kutuuzia ng'ombe na kadhalika. Unajua sisi kwa mfano ukapata una tenda ya kusupply nyama tani 20 au tani 40 kwa mwezi. Inamaanisha hao ng'ombe ni ng'ombe ambao huwezi ukawa unao kwenye ranch kwako peke yako. Kwa sababu tani hizo ni mahitaji ya kila siku. Maybe kila wiki utahitaji tani 10. Kila wiki utahitaji tani 10. So huwezi ukawa una shamba ambalo linakuwa linakidhi huo mzigo wa kiwango chote. Ingawa tupo tuna ng'ombe wengi, lakini sio wanaweza kuwa wanakidhi kwa mzunguko huo. Hivyo tunategemea kufanya na wakulima na wafugaji mbalimbali wengi wa kila mahali kwa nchi nzima, lakini pia changamoto ambazo tunakutana nazo za kwamba tunanunua ng'ombe wanaokuwa wako hawapo kwenye kiwango ambacho kinastahili. Tutajitahidi kutoa mafunzo kwa namna ambavyo inawezekana kadri ya uwezo wetu na kushirikiana na mamlaka mbalimbali kuhakikisha tunawafikia wafugaji na kupata elimu ya kutosha, kwa sababu wao kupata elimu na maarifa sahihi ya kutosha yanatupunguzia sisi mlolongo wa kuwa tunakosa ng'ombe ambao tunakuwa tunahitaji sokoni. Pengine uhitaji wa soko kwa sasa ukoje? Umesema nyinyi mnapata tenda kubwa sana. Unaweza kutupa labda uhitaji ukoje na ile uwezo wa sisi wa production ukoje? Okay. Kwa uwezo wa soko ni kwa sasa hivi sisi nchi yetu ni ng'ombe ya 3 kwa idadi kubwa ya ng'ombe. Ni nchi ya 3 kwa idadi kubwa ya ng'ombe. Lakini pia ndio nchi ya mwisho kwenye hizo nchi 3 kuwa yenyewe ndio nayo export nyama nje zaidi. Kwa hiyo kwa soko kubwa ni soko ambalo hakuna mfugaji anaweza kumaliza soko la nyama. Hawezi kumaliza soko hata la ndani tu ya nchi hapa, hawezi akamalizana nao. Na biashara ya nyama ni open market, ni biashara ambayo mtu yeyote anaweza akaifanya kwa kuzingatia misingi na mfumo sahihi wa biashara. Ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo lina tatizo hapo.